hii saumu imewekwa kwa sababu watu husahau kunuia wengi sana. Si lazima kunuizwa wala si lazima kuitikia, hata ukawaza tu ndani ya moyo, lakini zile zitu zimewekwa kwa sababu ya kukumbushana ili mtu asisahau kunuia. Sababu ukisahau kutia nia kabisa na ukitoamka kula daku kwa ajili ya saumu, utakosa saumu siku ya pili. Ndio watu penda kunuiza hata magharibi, hata baada ya tarawih. Na kunuiza kwa sauti Mtume alifanya katika hija, kina nawaitu ihram bil haji, nawaitu kadha, nawaitu kadha, tena kwa sauti. Amwambia nani? Ukitaka kufanya kwa siri ni bora fanya, ukitaka kufanya kwa dhahiri ili moyo wako ushikane fanya. Ama kwa haifai, hiyo kwa haifai aliyosema ni nani? Ndio swala kubwa. Ni Mtume alisema au mwanachuoni fiqh alisema haifai? Sio wanazuoni wao. Wanazuoni fiqh ni Imam Nawawi, ni Ibn Hajari, ndio wanazuoni fiqh Suyuti wamesema ni kitu kifanya ni uzuri, kutofanya hapana ubaya wote, haina haja kupigana wala makelele, lakini wenyewe walioweka ni kukumbushana, wala si lazima kuitikia. Na uzuri jambo ulitake wewe, nyama za kimya au toka nda zako, lakini wafanyao waate madamu hakufanya madhambi. Hivi na wewe tusoma kazi utapata madhambi, utoto motoni? Itikadi yako kaka, na wewe tusoma kazi na mteni motoni kwa sababu gani? Ameenda na wewe tusoma kazi, itikadi yako hata akili yako kubali wewe mjinga kabisa, kwa wewe utoto motoni kwa sababu ile kusema na wewe tusoma kazi. Tusidanganye sana bana, tudanganye kidogo kidogo tu. Wao ndio wakapiga uji wakafikiria neno wakasema kitu kilokatazwa chenye kuharibu. Kitu hakikuharibu hakikatazi. Sasa leo kanena mimi jamani nenda Mombasa, utapata madhambi? Mimi jamani nenda kwa pande pale kula upepo, utakatazwa?